الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Enyi ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika Qur'ani, Surat Yusuf aya ya 3, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam baada bismillahir rahmanir rahim, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin. Anamwambia sisi tunakuhadithia wewe hadithi zilizo nzuri, visa vilivyo vizuri. Unahadithiwa kwenye vile ambavyo unaletewa, unateremshiwa wahi, ila hali kabla ya hapo ulikuwa huna habari hizo, huzijui. Na wanazuoni wakatuambia kwamba mwanadamu anaelewa vizuri zaidi kwa njia ya hadithi, lakini hadithi zilizo nzuri ni zile zinazohusia na kusisitiza mema na kuonyesha malipo ya wema, na zile zinazoonyesha ubaya na mafikio mabaya ya ubaya ili watu waweze kujiepusha nao. Miongoni mwa hadithi nzuri ni kisa kilichomo ndani ya sura hii iliyopewa jina Surati Yusuf, na ndani yake kwenye kisa kuna mazungumzo kati ya mtoto na babake, mtoto na mzazi wake. Mtoto huyu alikuwa na umri wa miaka 12. Ameota ndoto kwamba nyota 11, jua na mwezi vinamsujudia. Anakwenda kuzungumza na babake. Ukaribu huu ni dhahiri mzazi aliutengeneza. Ndiyo maana mtoto alipopata ndoto hii, jambo ambalo hakuzoea limempa mshtuko. Sehemu ya kwanza ya kwenda ilikuwa kwa babake. Sehemu ya visa vizuri ambayo sisi kama ndio wazazi tujiulize hapa. Mtoto anamwambia baba yake, ya abati, babangu, inni raaitu 11 kaukaban wa shamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Mimi nimeota ndoto nyota 11, jua na mwezi nimeona vinanisujudia. Mzazi kwa nafasi yake alielewa ndoto ile ina maana gani, ya nafasi maalum ya mtoto huyu juu ya ndugu zake, na kwa ajili hiyo akaona ndoto hii akiwahadithia ndugu zake inaweza kuwa sababu ya kufanyiana hasad na kumuumiza. Kwa hiyo akamwambia mwanawe, ya bunayya, ewe kitoto changu, la takhsus ru'yaka ala ikhwatik, hii ndoto usiwahadithie ndugu zako, kwa sababu ukiwahadithia watafanya mbinu na hila za kukuumiza. Lakini mbele akamwambia tafsiri ya alichokiota, wakadhalika yajtabika, kwamba hivyo hivyo Mola wako wewe amekuchagua kukupa nafasi maalum, wa yuallimuka min ta'wili al-ahadithi,
na amekufundisha tafsiri ya ndoto, wa yutimmu ni'matahu, na anakamilisha neema yake alaika, kwako wewe na kwa watu wa Yaqub, kama alivyokamilisha kwa wazazi wako waliopita, babu yako Ibrahim na Ishaq. Haya ni mazungumzo kati ya mtoto na mzazi wake. Mwenyezi Mungu ametuwekea ndani ya Qur'ani ili wewe kama mzazi, kama mtoto, upate kuzingatia mnazungumzaje mzazi na mwanao. Lakini kwenye surati Luqman Mwenyezi Mungu ametuwekea tena mazungumzo ya mzazi na mwanawe, ili tujifunze sisi tunazungumzaje. Anatuambia, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Anataka tuchukue mazingatio. Luqmani alipokuwa anazungumza na mwanawe, ilhali anampa mawaidha, anampa nasaha. Wewe na mwanao mkikaa, mazungumzo yako yanajikita wapi? Ya bunayya la tushrik billah, namwambia mwanangu, ishi utakavyoishi hapa ulimwenguni, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, usifanye shirki. Inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma iliyo kubwa kabisa, unaojidhulumu mwenyewe. Wewe na mtoto wako mnapokaa mnazungumza nini? Luqmani anamwambia mwanawe, Mwenyezi Mungu anatuhadithia ndani ya Qur'ani, ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardali, mwanangu, jambo lolote likiwa ulimwenguni, hata liwe dogo kiasi gani, kama punje ya nafaka hii, kisha likawa limo ndani ya jiwe au mlima au mbinguni au ardhini, hata lijifiche namna gani, yati biha Allah, Mwenyezi Mungu atalileta. Hakuna siri kwa Mwenyezi Mungu. Anamwambia mwanawe, wewe unazungumza nini na mwanao? Anamwambia hata jambo liwe dogo namna gani, ficha utakavyoficha, Mwenyezi Mungu atalileta. Maana yake anamtaka mwanawe asimame sawasawa, awe msafi, afanye anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, asifanye asiyoyapenda. Hata kama atajificha namna gani, yatakuja kuwa wazi, Mwenyezi Mungu atayaleta. Kisha anamwambia mwanawe, ya bunayya aqimis sala, mwanangu, ishi utakavyoishi ulimwenguni, simamisha sala. Wanazuoni wakatuambia sio swali, simamisha sala, uisali sala kwa namna inavyotakiwa, kwa wakati wake na kwa taratibu zake. Lakini wa'mur bil ma'ruf, popote utakapokuwa amrisha mema. Hata kama dunia nzima inaamrisha mabaya, wewe amrisha mema. Wanha 'anil munkar, na kataza mabaya. Wasbir ala ma asabaka, katika kufanya haya mawili yako mambo yatakufika sio mazuri, huyapendi, fanya subira kwenye mambo hayo. Inna dhalika min azmi al-umur, katika kufanya hivyo au kwenye hayo ni katika mambo makubwa yanayotaka mtu awe ameazimia, amejizatiti kisawasawa. Mazungumzo ya mzazi anazungumza na mwanawe. Tunaposoma Qur'ani na Mungu anasema anahadithia visa vilivyo vizuri, tuchukue mazingatio. Kaa tafakari, jiulize, mara ya mwisho lini, wapi na nini ulizungumza na mwanao? Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص
بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anatufundisha namna ya kuzungumza na wazazi wako. Qur'ani inatufundisha mtoto lazima uchague maneno ya kuzungumza na mzazi wako. Surat Maryam kuna kisa cha Nabii Ibrahim ambaye baba yake hakuwa muamini wa Mwenyezi Mungu, alikuwa anaabudia masanamu. Lakini Mwenyezi Mungu ametuwekea mazungumzo kati ya Nabii Ibrahimu mtoto na babake. Kwa leo tungesema hakuwa Muislamu, lakini katuwekea mazungumzo ili na sisi tupime. Wewe unapozungumza na baba yako ambaye Muislamu lakini hasali, Muislamu anakunywa pombe, Muislamu anayo mambo yasiyofaa, unazungumza kwa utaratibu huu? Nabii Ibrahim, Mwenyezi Mungu anatuambia, alimwambia baba yake kwa kutanguliza neno zuri, ya abati. Anamwita kwa upole, kwa heshima na unyenyekevu wa hali ya juu. Kisha ndo anamwambia, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Kwa nini mzazi wangu unaabudia kitu ambacho hakisikii wala hakioni na wala hakiwezi kukunufaisha chochote? Hakusema nini, kwa nini unaabudia masanamu, ujinga mtupu, hovyo. Hapana, angalia mtiririko wa maneno ili na wewe ujifunze. Unapozungumza na mzazi wako unachagua maneno. Kisha anamwambia, ya abati, mzazi wangu, inni qad jaani min alilmi ma lam yatik. Mimi nimepata sehemu ya maarifa, elimu kiasi, sio elimu yote kamili, sehemu ya elimu nimepata ambayo wewe baba hiyo haijakufikia. Hakumwambia baba yake mjinga, mpumbavu, huna unachojua, unaabudia masanamu, ujinga mtupu. Hapana, anamwambia qad jaani min alilmi ma lam yatik. Mimi nimepata maarifa kidogo ambayo wewe baba hayajakufikia. Fattabi'ni, basi nakuomba nifate, ahdika siratan sawia, nitakuongoza kwenye njia ya sawa sawa. Vipi unazungumza na mzazi wako? Qur'ani inatufunza. Nabii Ibrahim anazungumza na babake, anaabudia masanamu, lakini hii ndiyo lugha anayomwambia. Hakumwambia mjinga wala hakujisifu kwamba yeye anajua sana. Sisi tujikague leo tunapozungumza na wazazi wetu ambao tunaona wao wamekosea, sisi tuko sawa sawa. Lugha gani na maneno gani tunatumia? Mbele anamwambia, mzazi wangu,
la ta'budi shaitan, usiabudie shaitani. Inna shaitana kana lirrahmani asiya, usimwabudie shaitani, huyu ni asi kwa Mwenyezi Mungu, hafai kufatwa. Lakini mbele anamwambia mzazi wangu, inni akhafu an yamassaka adhabu min arrahman, mimi nahofia wewe isikupate adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Fatakuna lishaitani waliya, wewe utakukaja ukawa ndio mfuasi wa shaitani. Mazungumzo ya Nabii Ibrahim na baba yake alikuwa akiabudia masanamu. Mimi na wewe tunapozungumza na wazazi wetu, unachagua maneno. Wanazuoni wanatuambia kwa utaratibu huu, Qur'ani inatufunza sisi, tafuta kila jina zuri ambalo ukimwambia mzazi wako litamfurahisha, anza na hilo. Anza na hilo: mzazi wangu, mlezi wangu, mfalme wangu. Vyovyote utakavyoweka, anza na neno zuri linaloonyesha upole, huruma, mapenzi na unyenyekevu. Hata kama kuna kitu hakiko sawa, tumia utaratibu huu ambao sehemu nyingine Mwenyezi Mungu ameusema katika Qur'ani, wa qul lahuma qawlan karima, sema nao maneno yaliyokuwa mazuri. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwenye kusikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu atuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، خصوصا منهم امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق، امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب، وبقية العشر بشر بالجنة وعن أزواج نبيك وعمي وسبطائه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.